Kwa heshima kubwa na fahari ya kitaifa, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu ukiwa ni mtandao unaojumuisha mashirika zaidi ya 300 yanayotetea haki za binadamu kutoka bara na visiwani, tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu katika mdahalo huu wa kimkakati. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na serikali yote kwa ujumla. Dira yao ya maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya katika falsafa ya 4R imeimarisha maridhiano ya kitaifa, lakini imeendeleza ushirikiano wa taasisi mbalimbali za kiserikali na zile ambazo sizo za kiserikali kwa miaka hii michache iliyopita. Wote mnafahamu kabisa kwamba mazingira yalikuwa ni magumu ya sisi kufanya kazi na taasisi mbalimbali za kiserikali au baadhi ya hata taasisi za kiserikali zenyewe kufanya kazi kwa pamoja, lakini falsafa ya 4R imeweza kutuleta kwa pamoja kwa namna moja au nyingine. Lakini pamoja na kwamba tumeletwa kwa pamoja, Mheshimiwa mgeni rasmi, bado changamoto za kukuja kwa pamoja zimesalia katika baadhi ya taasisi, ambazo ndio maana tunajaribu kuendelea kutafuta nafasi ya kuendelea kuwaelimisha umuhimu wa mashirikiano, partnerships katika kusukuma gurudumu la maendeleo, utetezi wa haki za binadamu, ulinzi na masuala ya haki za binadamu kwa ujumla. Tunatambua kwa dhati mchango wa asasi za kiraia katika kupanua wigo wa haki, kuwezesha wananchi kushiriki kwenye masuala ya umma, kupigania utawala bora. Kwa namna ya kipekee pia tunapongeza Jumuiya ya Vyama vya Mawakili Wanasheria TLS, Jumuiya ya Mawakili Wanasheria Zanzibar, Jumuiya ya Mawakili Wanasheria Afrika Mashariki, pamoja na Jumuiya ya Mawakili ya Wanasheria Afrika, pamoja na Jumuiya ya Mawakili Wanawake Zanzibar kwa kuendeleza taaluma ya sheria katika maeneo mbalimbali, lakini pia kwa kuamua kuungana na sisi katika mjumuiko huu wa kuhakikisha kwamba tunasukuma ajenda hii mbele kwa pamoja. Kwa heshima na shukurani nyingi, tunashukuru Umoja wa Mataifa EU kwa kuendelea kutoa msaada wa kimikakati kwa mashirika mengi hapa Tanzania, lakini pia ukiwemo umoja wetu huu ambao ndio unasukuma ajenda hii ya kuleta wadau wa sheria, wa haki za binadamu na wadau wengine wote wa masuala ya utawala bora kwa lengo la kujenga ushirika wa pamoja katika kusukuma ajenda hii. Wakati mwingine tunaweza tukawa tuna nia nzuri kama wadau wa serikali au wa nje ya serikali, lakini rasilimali zikawa zinatutatiza. Kwa hiyo wadau kama hawa wanapokuja wanasaidia kusukuma ajenda zetu, kuja kusukuma ajenda zetu. Maana ajenda ni za kwetu, lakini wao wanakuja kutupa facilitation ili tuweze kukutana kama tulivyokutana hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kabisa kwamba tukio hili limewakutanisha zaidi ya wadau 80 na kitu. Nadhani kama ulivyoona kwa ujumla ukumbi unaweza kufika watu 100 wanaofanya kazi katika jamii toka nchi nzima, bara na visiwani, kazi za utetezi, utawala bora na masuala yote ya access to justice. Wanatoa msaada wa kisheria ambayo sehemu kubwa wamekuwa ni wadau wakubwa. Kwa mfano kwa Mama Legal Aid Samia campaign, wengi hapo wamekuwa wakifanya hiyo kazi, na hata tunapozungumza wengine wako Tanga kwa ajili ya kujiandaa na shughuli ya kesho. Kwa hiyo wamekuwa ni wadau wakubwa sana katika kusukuma gurudumu la masuala ya haki za binadamu na utawala wa sheria katika taifa letu. Mkakati wetu huu, mjadala huu wa leo ni mwendelezo tu wa matukio ambayo tumekuwa tukifanya kitaifa, kujenga ushirikiano wa kimfumo, kimkakati baina ya wadau mbalimbali wa sheria waliomo serikalini na walioko nje ya serikali. Tunatambua kwa mafanikio kuwa mafanikio ya kudumu katika mageuzi ya sheria hawezi kufanikishwa na chombo kimoja pekee. Yanahitaji ushiriki wa pamoja, mshikamano wa kweli, uwajibikaji wa pamoja. Tukio hili linatoa fursa mahususi ya kutathmini mahitaji yetu ya pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunataka tuangalie ni mambo gani tunaweza kwamba yamekuwa kitukwaza tusifanye kazi kwa pamoja, lakini ni mambo gani ambayo tunaweza tukayaainisha ya kufanya kazi kwa pamoja. Kwa mfano wizara ambayo imekuwa ikitusaidia sana, tunashukuru sana Wizara Katiba na Sheria, imekuwa ikiongoza sana masuala ya mashirikiano. Wadau wote wanaofanya masuala ya haki za binadamu, utawala wa sheria, access to justice, kufanya kazi na Wizara ya Sheria haikuwa tatizo.
wengi wameweza kufanya kazi na wizara vizuri. Kwa hiyo tunapenda sasa mheshimiwa mgeni rasmi swala hili ambalo mmekuwa mkilifanya muambukize hata na kwa taasisi zingine na wizara zingine, kwamba kila mtu afanye kazi na wadau wenzake. Sasa tuseme kwamba wizara itafanya kazi na wadau wote. Unafanya kazi na relevant. Kwa mfano kama unafanya masuala ya agriculture, of course hauwezi kuja kufanya kazi na wizara ya katiba na sheria. Utakwenda kwenye wizara inayohusika na kilimo, si ndio? Kama unafanya masuala ya elimu utakwenda kwenye wizara za elimu. Kwa hiyo tunainkari na humu ndani kwenye mtandao wadau wote wengi wanafanya kazi katika sekta zote za afya, elimu, maji, wote. Kwa hiyo wote wanahitaji kupata ushirika wa moja kwa moja na taasisi za kiserikali ili kusukuma gurudumu hii. Kwa hiyo tunatambua kwamba zipo changamoto ambazo bado zipo. Kwa mfano sheria mbalimbali, mazingira yanayobana uhuru wa kiraia, ukosefu wa huduma za msaada wa kisheria kwa wanawake, watoto vijijini kabisa. Hatuna msaada wa kisheria, maparaligo wa wasaidizi wamekuwa ni wachache. Changamoto zimekuwa nyingi, sasa kiraia hazina rasilimali hizi ambazo ziko mashinani ambazo zinatoa msaada wa sheria, hazina rasilimali. Kwa hiyo tunaendelea kuomba na kuona namna gani mheshimiwa wizara, kwa mujibu wa sheria yetu ya Legal Aid, tulipaswa kuwa na fedha ya msaada wa kisheria, ile National Fund for Legal Aid, lakini bado hatujaianzisha. Ingesaidia kwa namna moja au nyingine walau kuweka fungu la fedha ambalo litasaidia hawa ambao wanatoa msaada wa kisheria kule vijijini wakafanya kazi kwa ukaribu zaidi na ikawafikia wadau wengi sana mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu nadhani wote mmezunguka kwenye kampeni ya Mama Samia, mmeona kwa jinsi gani msaada wa kisheria ni jambo la msingi na linapaswa liwe la kudumu. Lakini kule vijijini wanaotoa msaada wa kisheria mashirika ni machache, wale wasaidizi wa kisheria ambao pia ni wachache. Na tulifanya utathmini ile sheria ya msaada wa kisheria, bado ina changamoto nyingi. Kwa hiyo tunashauri kwamba inawezekana tufanye maboresho ya sheria ya msaada wa kisheria, alafu itoe nafasi ya kuboresha utoaji wa huduma za kisheria kule vijijini kwa watu wote, kuwafikia watu wote. Watoto wamekuwa ni wahanga wa ukiukwaji wa haki za binadamu sana vijijini, na mfumo wa ulinzi wa watoto nchi hii mheshimiwa haujakaa vizuri, kwa sababu sheria mtoto inataka kila kata kuwe na ustawi wa jamii, ule welfare ambayo inahusika kwa mujibu wa sheria ndio namba 1 kwa kila kata katika malalamiko ya watoto. Lakini tathmini tuliyofanya asilimia 95 tuna uhaba wa watu hawa katika nchi hii. Asilimia 95 wako tu kwenye mijini. Kwa mfano Dar es Salaam utakuta karibu kata zote ndio wapo, lakini ukienda huku mashinani mikoani unakuta ustawi wa jamii yuko kwenye wilaya tu, kule kwenye kata hayupo. Sasa inatatiza utekelezaji wa sheria, na migogoro inayohusu watoto ni mingi, ubakaji, uzalishaji, wanakwenda kule hawana mahali pa kwenda. Ukizingatia pia paraligo na hawapo, dawati la polisi pia na lenyewe haliko kila mahali kwenye kata, lakini pia uelewa ni mdogo. Kwa hiyo tunadhani tunahitaji kuwa na mjadala wa kitaifa, namna gani tunaweza tukamlinda mtoto. Mtoto ndio taifa la kesho. Asilimia sasa hivi sensa inaonyesha asilimia zaidi ya nadhani zaidi ya 40 na kitu ni population ni wako kwenye under 18. Sasa tusipowalinda tutakuwa na taifa ambalo lina changamoto kubwa sana. Ndio maana sasa mheshimiwa mgeni rasmi tunaomba kabisa tuendelee kushirikiana na hii kazi ya utetezi wa haki za binadamu na ulinzi na masuala ya haki za binadamu na rule of law inahitaji kuwa kwa pamoja. Yaani sisi tumeona kwamba mtu mmoja au taasisi moja haiwezi. Hata wizara leo mkisema mfanye wenyewe hamtaweza. Hata sisi tukisema tufanye wenyewe hatuwezi. Kwa hiyo tunasisitiza ule muunganiko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kwa pamoja. Lakini mambo ambayo tunaomba ili muweze kwenda nayo mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo tutaomba hata mnapokwenda kwenye bajeti ya wizara mwaka huu. La kwanza mheshimiwa mgeni rasmi, tutaomba sera inayowatambua na kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Kazi yetu ni kubwa sana tunayoifanya, lakini bado kuna watu hatuelewi. Bado kuna watu wanaleta vikwazo, wanazuia uhuru wa watetezi wa haki za binadamu kwa namna moja au nyingine. Zipo nchi ambazo zimetunga mpaka sheria, na sisi tumeshatunga sheria mfano, na tumeshaikabidhi mwaka 2023 waziri wetu wa katiba na sheria wakati tunaizindua Arusha, tulimuonyesha. Na sasa hivi tunaendelea na mikakati ndani ya wizara kuona namna gani tunaweza tukaanza kampeni ya hiyo sera. Itatusaidia sana kuwa na sera hiyo na kutoa mazingira mazuri ambayo watetezi wote wanaotetea haki za binadamu walau wakatambuliwa na kulindwa. Lakini jambo la pili, tunaomba mheshimiwa, kama nilivyosema, mabadiliko ya sheria hizi mbili, sheria ya mtoto na hiyo ya Legal Aid. Kwa sababu unaposema access to justice, sehemu ambayo ni wahanga wakubwa wa masuala ya access to justice ni watoto na wanawake, ambao hizi sheria ni za muhimu sana kwao. Lakini jambo la tatu,
elimu ya haki za binadamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayoona leo katika jamii, ukiukwaji wa haki za binadamu kwenye jamii ni mkubwa, ni kwa sababu hatujaandaa kizazi ambacho kinaheshimu, kinatambua na kuishi haki za binadamu. Tunakuja kufundisha watu au masuala ya haki za binadamu watu wakishakuwa ni watu wazima. Mitaala yetu ya elimu, mfumo wetu wa elimu haitambui haki za binadamu kama somo, lakini ndio somo ambalo kila mtu analiishi katika maisha yake, au amekwenda shule au hajaenda shule. Kwa hiyo tulikuwa tunapendekeza tuwe na sera kwanza, wizara itusaidie tuje na sera ya human right education. Alafu hiyo sera ya human right education ndio tuende sasa tukaintegrate kwenye mfumo yetu ya elimu, kwamba mtoto anapokwenda anaanza kindergarten, darasa la kwanza, aanze kujua haki zake yeye kwanza mtoto. Alafu baadaye anapokuwa swala la haki za binadamu, kwa mfano vyuo vikuu bado ni option. Chuo kimoja pekee tu ndio kimelazimisha wanaosoma kozi kadhaa iwe ni lazima, chuo cha Sauti. Lakini leo hata Dar es Salaam chuo ambacho ndio kikongwe, swala la human right mheshimiwa ni option. Unakuta mtu anamaliza chuo anakwenda kuwa hakimu, anakwenda kuwa nani, kwenda kwenye maeneo ya haki, hajawahi kusoma haki za binadamu mpaka aje law school. Ndio sababu kubwa pia ya kufeli somo la haki za binadamu law school, kwa sababu wengi wanakuja ndio wanakutana nalo kwa mara ya kwanza pale. Kwa hiyo tunadhani wizara itusaidie, hii ni ajenda ya kwenu kabisa, sisi tunaleta tu mawazo. Kwa hiyo tunaomba kabisa swala la elimu ya haki za binadamu ichukuliwe kama ni ajenda ni ya msingi sana, ambayo pengine itaweza kutusaidia kufika pale. Pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa Waziri, tunaomba kabisa ushirikiano na wizara uendelee kuboreshwa kama mnavyofanya, lakini na taasisi zingine zote za masuala ya utawala wa sheria tunadhani ni jambo kubwa la msingi. Lakini kwenye eneo la mikakati ya kimataifa, uwasilishaji wa taarifa, tulikuwa tumependekeza toka mwaka jana kuwepo na working group ya pamoja ya kuwasilisha ripoti mbalimbali kwenye hizi human right mechanism. Tunafahamu kabisa Tanzania inapaswa kupeleka ripoti kwenye kwa mfano Afrika, tume ya haki za binadamu Afrika, Umoja wa Mataifa na maeneo mengine mengi ambayo ni sehemu. Lakini bado uratibu huu umekuwa ukisuasua, na hii tumekuwa tukilieleza kwa sababu uratibu wake haujakaa vizuri. Kwa mfano Mheshimiwa Waziri wa masuala ya watu wa ulemavu yako kwenye wizara ambayo iko chini ya makamu waziri mkuu. Ukija masuala ya watoto yako kwenye wizara ile ya usawa wa jamii. Kwa hiyo unakuta inapokuja swala la kupeleka taarifa kwenye taasisi hizi za kimataifa au za kikanda, inakuwa hatuko well coordinated. Kwa hiyo tunasema tukiwa na working group ambayo itakuwa ni interministerial na ikahusisha hawa wadau wanao non state actors, manake CSOs, tukawa pamoja, tukawa tunakumbushana hata zile timelines, namna kuandaa zile ripoti, itatusaidia kama taifa tuwe tuna meet hizo international obligation kwenye kuwasilisha taarifa mbalimbali.